Ipo hivi, ikitokea umeua kwa bahati mbaya, kuua bila kukusudia, usichanganyikiwe. Hapo hapo ulipo, amka, usinawe wala usioge, fika kituo cha polisi kilichopo karibu. Fika pale kaunta, gonga na uweze kuripoti, waambie umekuja kujisalimisha kwa kuwa umetoka kufanya kitendo kilichopelekea mauaji, na pia waombe kama vyumba vipo waweze kukuhifadhi kwa muda kidogo ili uweze kutuliza akili. Lakini pia utawaomba kwa pamoja muweze kushirikiana na kukusanya ushahidi wa awali ili hiyo kesi iweze kufika mahakamani. Kwa nini ninakwambia hivi? Kwa nini nakwambia hivi? Ni kwa sababu ya maamuzi ambayo yameweza kutoka hivi kipindi cha karibuni, maamuzi ya mahakama. Nitaweza kuthibitisha hii kauli yangu ambayo nimeweza kuiongea hapa mbele siku ya leo kwa kutumia kesi mbili ambazo zimetoka kuamuliwa hichi kipindi cha karibuni. Tutaanza na kesi ya kwanza ambayo ni kesi ya Jamhuri dhidi ya Hamisi Saidi Luongo, ambayo hii ni kesi namba 44, kesi ya jinai ya mwaka 2019. Bwana Hamisi Saidi huyu aliweza kuhukumiwa kunyongwa mpaka kufa na Jaji Mwanga kupitia kifungu namba 196 na kifungu namba 197 cha sheria ya adhabu, ambapo aliweza kuhukumiwa kunyongwa mpaka kufa. Kwa sababu gani? Ukija kuangalia kesi yake, yeye na mke wake walikuwa wanagombana, ambapo katika kugombana kwa bahati mbaya Bwana Hamisi akaweza kumsukuma mke wake katikati ya ugomvi na kuangukia kichwa na kupasuka kichwa, akapoteza damu nyingi na kuweza kufariki. Lakini Bwana Hamisi hakufanya jitihada yoyote nzuri ya kuweza kuokoa maisha ya mke wake, bali aliweza kufanya jitihada za kuweza kupoteza ushahidi. Aliuchukua mwili wa mke wake na kukatakata vipande, ambapo unaambiwa ilikuwa ni siku ya tarehe 15 Mei mwaka 2019 saa 11 asubuhi. Alikatakata vipande mwili wa mke wake, ambapo yale maeneo ya Dar es Salaam Kigamboni Geza Ulole aliweza pale kwake kuchimba shimo na kuweza kuchimba shimo, ambapo aliweza kudumbukiza mwili wa mke wake na kuagiza magunia mawili ya mkaa na kuweza kuchoma mpaka ukafikia hatua ya majivu, na baadaye akachukua yale majivu akaenda kuyazika katika shamba lao linapatikana maeneo ya Mkulanga. Lakini baada ya hapo alienda kuambia polisi kuwa anaripoti mke wake amepotea. Ukiangalia sasa, polisi baada ya miezi miwili walikuja kutafanya uchunguzi na kuja kugundua kwamba Hamisi ndio amehusika katika kifo cha mke wake. Hivyo basi mahakama ikaja kupokea ripoti za polisi pia, na Hamisi mwenyewe alikuja kukiri mwishoni. Hivyo basi ukija kuangalia, Jaji Mwanga kwa kuweza kupitia ushahidi wote aliweza kumhukumu Mr. Hamisi kwa kunyongwa mpaka kufa, kwa sababu ukija kuangalia adhabu ya kufanya kosa la mauaji, murder contrary to section 196 na 197 ya sheria ya adhabu penal code huwa ni kunyongwa mpaka kufa. Hivyo basi aliweza kuhukumiwa kunyongwa mpaka kufa. Lakini sasa ukija kuangalia tarehe tunasema kwamba tarehe 4 mwezi wa 8 Agosti, hapa nyuma tu, hapa karibuni mwezi wa 8, kuna kesi ambayo imeweza kuamuliwa Mahakama Kuu, ambapo ni binti mmoja ambaye huyu binti alikuwa anaitwa Halima Togola. Huyu binti alikuwa ameshtakiwa kwa kosa la kumuua boyfriend wake, lakini huwezi kuamini aliachiwa huru. Kwa nini aliachiwa huru? Tofauti yake yeye na Hamisi ni ipi? Tofauti yake ni kwamba huyu binti baada ya kutoka kutekeleza kosa la mauaji la kumuua boyfriend wake, alienda moja kwa moja polisi, na alipofika pale polisi akaenda na zile silaha alizotumia kuweza kutekeleza kosa la mauaji la kumuua boyfriend wake, ambaye huyo boyfriend wake alikuwa anamlazimisha waweze kusex wakati huyo binti yuko kipindi cha period, na akamwambia kwamba yupo kipindi cha period, lakini boyfriend wake akalazimisha, akamwambia kama upo period basi naomba unipatie kinyume na maumbile. Binti alikataa. Ile katika purukushani kwa bahati mbaya akaweza kumuua na kumuondolea uhai boyfriend wake. Hapo alivyomaliza akaenda polisi, na alivyofika polisi akayasema yale maneno, akaenda kujiripotisha polisi. Polisi walimchukua na wakaweza kukusanya ushahidi kamili, na alivyofikishwa mahakamani, mahakama ikaja kuangalia ushahidi na kuja kuangalia ushahidi ambao upo ulishindwa kuweza kuweza kumhukumu yule binti, kwa sababu ili mtu aweze kuhukumiwa inabidi kuwe na vitu viwili: kuwe na actus reus pamoja na mens rea, kwamba kuwe na kitendo lakini pia kuwe kuna
nia ovu ya kufanya kitendo. Ukija kuangalia kitendo cha mauaji kilikuwepo, lakini nia, tunasema malice forethought, tunasema manslaughter ilikuwa haipo ya kuweza kufanya kitendo cha mauaji, aliua bila kukusudia. Hivyo basi Mahakama Kuu ikaweza kumwacha binti huru, kushindwa kumhukumu kwa kifungu cha miaka yeyote. Kwa hiyo mpaka sasa hivi binti yupo uraiani kwa sababu hakukuwa na manslaughter katika kutekeleza kile kitendo cha mauaji. Hivyo basi na wewe ninakwambia, ikitokea umeua kwa bahati mbaya, umeua bila kukusudia, usifanye kitu chochote, nenda polisi, nenda na silaha ulizotekelezea nazo mauaji, waombe wa kuhifadhi kwa muda, utulize akili. Baada ya hapo muweze kushirikiana kwa pamoja kukusanya ushahidi ambao utaweza kutumika kuweza kuifikisha hiyo kesi mahakamani na kuweza kupata hukumu. Kaa karibu uweze kupata elimu ya kisheria. Ni mimi mwanasheria wako kutoka Tiba ya Sheria. Asante.